I learn a lot from the mistakes that I make as a man, as a father, as a partner, as a boss, as a human being, and I always try and make new mistakes. And from relationships, the mistakes that I've learned is that most men do things with goodwill. Women don't do it like that. Bro, dem hata kichangia lunch siku moja, atakusomea venye anakulishanga. Some women are very understanding, some of them are not. Right now, we kugongewa is very easy. If she gets another man who fills the space she thinks she sees you in the next 5 years, ama where you're supposed to be, nayo nayo. So when that happens, she will feel she's justified to do that. Yeye atakuwa anafanya out of guilt. Oh, mimi nimekuwa na msee for 2 years, amengoja kwa ameacha kuimprove nini, nimepata huyu msana nini pap unapata umegongewa, labda hata unagongewa. The many times I've focused on women, bro, I always end up losing. Then najita kama mkutano niko zile my guy. When will you ever learn? So right now, I've decided to focus on me. Me first. Then my kids. Then any other woman who might. Na kama kawaida, kama umekuwa ukifuatilia story ya hae, na kama umeweza kuwatch the interview ambayo Ogobina ameweza kufanya na huyu mwanadada anayejulikana kama Alma Mdheo na jamaa wake anayejulikana kama Gift, utaweza kurealize ya kwamba Ogobina kutoka wakati ambapo aliweza kugongewa ama kutoka wakati ambapo aliweza kulipa nyumba, lakini ile nyumba akaweza kugongewa mtu wake pale Mombasa, inaonekana Ogobina alitoka na lesson kubwa sana, because ukimsikiza jinsi ambavyo alikuwa anaongea pale kwenye ile interview, utaweza kurealize ya kwamba Ogobina kweli ni mtu ambaye ka experience fulani kaliweza kumfunza vitu vingi sana, because ya ile experience ambayo Ogobina aliweza kupatana nayo pale, ama kwa ile experience ambayo Ogobina ameweza kupatana naye kwa women, utaweza kusikiza ama utaweza kupata ya kwamba Ogobina the lessons ambazo huwa ana, ama zile ones ambazo huwa ana, hata ama the ones zenye huwa anaongea wakati ambapo anaongelea the relationship, ama anaongea about the relationship between women and men, utaweza kurealize ya kwamba Ogobina ni mtu ambaye kwa kweli amekapitia. Na hivyo basi kwenye ile interview ambayo alikuwa anafanya na yule mwanadada ambaye ni Alma Mdheo na jamaa yake ambaye ni Gift, utaweza kurealize ya kwamba Ogobina kuna some ones ambazo aliweza kuzitoa, ama kuna ones ambazo aliweza hata pale ambazo ni ones ambazo kama mtu ama kama yule jamaa wa Alma Mdheo alikuwa anasikiza vizuri, na si yeye peke yake, ni kila mtu ama kila jamaa ambaye ako kwa ile station ambayo Ogobina alikuwa anaiongelea, utaweza kurealize ya kwamba aliweza kutoka na lesson fulani hapo. Hivyo basi kama umeweza kusikiza hiyo interview, imefika mahali yule mwanadada ambaye ni Alma Mdheo akaweza kusema ya kwamba yeye ameweka yule mrada ama ameweka yule jamaa ambaye ni Gift, na wakaweza kusema ya kwamba wanaishi kwa nyumba ambayo Alma Mdheo yeye ndiye anasimamia. Na pia Alma Mdheo kumalizia hapo aliweza kusema ya kwamba kuna kujikaza na kuna ile kukaa tu. So aliweza kusema ya kwamba yule jamaa wake ni kama ajitumi, na akaweza kusema ya kwamba kama yule jamaa ataweza kuimprove na aweze kufanya more than what ama ataweza kufanya more than he is doing right now, wataweza kuishi pamoja ama wataweza kumanage life vizuri. Hivyo basi Ogobina naye ameweza kuingilia ile story na akaweza kuambia yule jamaa ya kwamba kama wanaishi nyumba ambayo yule dem analipa, ama kama wanaishi nyumba moja na yule dem ndiye analipa, ama yeye ndiye anatoa pesa, then pesa zinalipwa na yule dem, because nyumba iko under her name, aende ahame mapema kabisa, because yule mdem ama mdada ataweza kumaibisha anytime soon. Hivyo basi kwa zile vitu ambazo Ogobina aliweza kuziongea pale, aliweza kusema ya kwamba the lessons zenye amesoma alikuwa anajaribu, ama the moment anajaribu kumove na mdema anaenda anapigwa a very good character development, then sasa anajiita kama mkutano, anajiuliza kwani mimi nitasoma lini, ama kwani mimi nitatoka na lesson hapa lini. Hivyo basi Ogobina kwa sasa aliweza kusema ya kwamba yeye kwa sasa katika zile vitu ambazo yeye amezipitia, aliamua sasa acha focus na maisha yake akiwa kwanza, then maisha ya watoto wake, then sasa kama itawezekana mwanamke mwingine akuje, basi atafocus naye, lakini sasa ni after sasa huyo mama ama yule mtu ambaye atakuwa na focus naye atakuwa the priority, si eti atakuwa ni lazima afocus naye. Hivyo basi ukisikiza jinsi ambavyo aliweza kuambia yule mjamaa, utaweza kurealize ya kwamba kwa kweli yale maneno ambayo alikuwa anatoka kwa kinywa chake, ama jinsi ambavyo jamaa alikuwa anaongea ukweli na uchungu kabisa, because ukisikiza mtu ambaye ashaigongewa na mtu ambaye anajua kugongewa nini, ukweli anajuanga the pain inside that kugongewa. Hivyo basi hiyo story ya Ogobina kuongea na huyo jamaa wa Alma Mdheo ilikuwa ni kitu ambacho kwa kweli kilikuja kama kinakuja kusaidia watu wengi, because aliweza kusema ya kwamba dem ni mtu ambaye akiendelea, ama mtu ambaye akiingia kwa relationship ama akiingia kwa mtu anaingianga because of potential, na anaingianga because of kuna kitu ambacho anaona kwa yule mtu. Lakini sasa dem jamaa naye anaingianga akiwa fully kabisa, mimi nataka kumove na mtu na nataka kumove na huyo dem, lakini dem anaingianga akiwa anataka kitu fulani, because
Mademu wengi obvious wakiingia kwa relationship wanataka kuingia kwa relationship, lakini sasa kwenye ile relationship ambayo anaingia anataka yeye akue na mtu ambaye kwa kweli anaona kitu ndani yake, na ni mtu ambaye anataka anajua hata nikiingia kwa relationship na huyu mtu obvious baadaye nitatoka na kitu, ama nitakuwa stable at some point. Lakini sasa aliweza kusema ya kwamba ukiingia kwa relationship na mtu kama huyo, ama ukiingia kwa relationship na mtu ambaye anaona potential na wewe, alafu tena uende kikurambe ama anything happen, utaanza sasa kufanywa vitu zingine ambazo zitakuwa zinaonyesha madhara. Na pia akaweza kusema ya kwamba dem akikulipia rent, ujue most probably atakutangaza, ama most probably something will happen, na kuna kitu ambacho kitaharibika anytime. Hivyo basi Ogobina aliweza kuongea mambo mengi sana kwenye ile interview ambayo alikuwa anafanya na yule mdada. Hivyo basi watu wengi waliweza kuingia pale, wakaweza kuataki yule jamaa, wengine wakaweza kuataki yule dem akisema dem labda hana ni, lakini sasa ni according to jinsi ambavyo nature iko. Na hivyo basi hayo ndio baadhi ya mambo ambayo Ogobina alikuwa anaongelea pale, na aliweza kumpea yule jamaa advice, na pia akaweza kupea yule Halima Mdheo advices ambazo kwa kweli akisifuatilia zitampeleka mbali sana, na kama akisifuatilia tu vizuri zitamfikisha mbali. Hivyo basi mpaka wakati mwingine, kwa heri na wakati mwema.